Na mtazamaji, kuna breaking news na pia ni habari za kuhuzunisha ambazo tunazipata jioni ya leo kutoka kule Nanyuki, Laikipia County, ambako kwa mara nyingine kwa mkondo wa pili kumeshuhudiwa maandamano makubwa kupinga Ebola quarantine facilities ambazo zinataka kutengenezwa kule Nanyuki Airbase. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu kuhusiana na maandamano ya siku ya leo na vile vuta ni kuvute zimeshuhudiwa kati ya maofisa wa polisi na waandamanaji, ningependa kukuomba uweze kulike video na pia usubscribe hapa BM Daily Politics ndipo kwa kwanza uzipate habari punde tu ninapozitapisha. Na mtazamaji, kwa mara nyingine kuna habari za kuhuzunisha ambazo tunazipata kutoka kule Nanyuki baada ya maelfu ya waandamanaji kujitosa tena kwenye maandamano ili kupinga Ebola quarantine facility ambazo zinataka kujengwa kwenye hilo eneo. Kwa kweli watazamaji wangu, imekuwa ni siku mrefu kwa waandamanaji na pia kwa maofisa wa polisi ambao walikuwa wamefika pale kwa wingi ili kudhibiti haya maandamano ya siku ya leo. Lakini kwa bahati mbaya, katika zile vuta ni kuvute, ghasia na fujo ambazo zimeshuhudiwa kule Nanyuki, ni kwamba ripoti ambazo tunazipata jioni ya leo, mtu mmoja amepigwa risasi na watu zaidi ya 50 wamekamatwa na maofisa wa polisi na kupelekwa kwenye vituo mbalimbali. Hao wanatarajiwa kushtakiwa kwa njia moja ama nyingine kwa kushiriki kwenye haya maandamano ya siku ya leo. Haya maandamano ya mkondo wa pili watazamaji wangu yamesababisha vifo kama tu vile ambavyo maandamano ya mkondo wa kwanza wiki mbili zilizopita watu wawili waliweza kupigwa risasi na kuiaga dunia na wengine zaidi ya 50 kutiwa mbaroni sawia tu na hawa wa siku ya leo. Hakuna mtu ambaye watazamaji wangu alitarajia kwamba haya maandamano yangesababisha kifo cha mtu mmoja siku ya leo, kwa sababu ni maandamano ambayo yalikuwa yanafanyika kwa njia ambayo ilikuwa ni ya amani. Lakini baada ya vuta ni kuvute, maofisa wa polisi kutupa vitoa machozi na hata kutumia risasi, ni habari mbaya kwa familia moja ambayo imeweza kumpoteza mpendwa wao aliyepigwa risasi katika tu harakati za kuendelea kupigania haki, kuendelea kutaka uongozi mzuri, kuendelea kupinga serikali ikishirikiana na Marekani wasije wakatengeneza hizo Ebola quarantine facility pale Nanyuki. Na watazamaji wangu, kulingana na ripoti ambazo tunazipata zinasema ya kwamba haya maandamano ambayo yameanza siku ya leo tarehe 9 mwezi wa 6 yataendelea mpaka ile siku ambapo serikali itawasikiza. Hii ina maana ya kwamba leo, kesho kutwa kuna uwezekano mkubwa wananchi wakajitosa tena kwenye maandamano. Na kule Nanyuki town watazamaji wangu, hali inazidi kuwa mbaya. Kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa huku shughuli za usafiri zikiendelea kutatizika. Biashara pia watazamaji wangu zimetatizika kwa pakubwa siku ya leo pale Nanyuki town. Kwa hivyo ni hali ambayo inazidi kuleta hofu kwenye lile eneo, huku wananchi wakiendelea kuhapa ya kwamba wataingia kwenye maandamano ili kuhakikisha kwamba wamepinga kutengenezwa kwa hiyo Ebola quarantine facility kwenye hilo eneo lao. Nataka mtazamaji wangu nikupeleke moja kwa moja mpaka kule Nanyuki uweze kujionea vile hali imekuwa siku leo, vile ambavyo makabiliano yamekuwa makali kati ya hawa waandamanaji wa kupinga Ebola quarantine facility na maofisa wa polisi ambao kipindi hiki inaonekana walikuwa wamejihami kuliko kile kipindi kingine, kwa sababu leo tumeweza kuona water cannon ambazo zilikuwa zinadili na waandamanaji ambao walikuwa wamefunga barabara tofauti pale Nanyuki town. Kabla sija kuwekea video kuonyesha vile hali imekuwa siku ya leo, fujo na ghasia ambazo zimeweza kushuhudiwa kule Nanyuki, ningependa kuwakumbusha tena mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia mweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Peaceful. They're butchering the constitution. Peace. We just want to be heard. Peace. Peaceful. Peace. We are very peaceful. We are very peaceful. One job.
Peace. Peace. We are very peaceful. We are saying no to Ebola. We are saying no to Ebola. We are very peaceful. Tuakulie zoezi. Kidogo wewe, tulia. Tulia. Na mtazamaji, kwa kweli imekuwa ni siku ya makabiliano makali kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi. Kumekuwa na fujo, kumekuwa na ghasia, kumekuwa na uharibifu wa mali kutokana na haya maandamano ya kuendelea kupinga Ebola Quarantine Facility zisije zikajengwa pale Nanyuki Airbase, kama tu vile ambavyo serikali ilikuwa imepanga hapo awali kuziestablish ama kuanza kuzijenga. Na watazamaji wangu, bado serikali ilisema ya kwamba itakuwa inazijenga hizo quarantine facility licha na wananchi kuendelea kupinga mpaka kupitia kwenye maandamano. Lakini unaona ile njia ambayo serikali inaitumia sasa hivi kudhibiti hao waandamanaji, wanakamatwa, wengine hata wanapata wamepigwa risasi wakauawa. Kwa sasa hivi idadi ya waliouawa kule Nanyuki kutokana na haya maandamano ya kupinga Ebola Quarantine Facility imeweza kufika 3. Kipindi kile ni 2 waliweza kupoteza maisha yao, na sasa hivi ni mwingine mmoja ambaye amepoteza maisha yake. Kwa hivyo hivi visa, watazamaji wangu, vinazidi kuwakasirisha wananchi, vinazidi kuwafanya wananchi waingie kwenye maandamano, hata kuendelea kudai haki kwa wenzao, kwa sababu kando na hii Ebola ambayo wanaipinga, unaona sasa wenzao wakati wanatafuta haki wanapinga serikali ya Kenya Kwanza, wanakumbana na mauti. Ni jambo ambalo watazamaji wangu hii serikali ilisema ya kwamba yatakuwa inashuhudiwa chini ya serikali ya Kenya Kwanza, lakini unaona ni kama ni kinyume na vile ambavyo William Samoei Ruto alikuwa amepromise wananchi kuhakikisha kwamba mambo kama haya ya police brutality, extrajudicial killings na wananchi kujeruhiwa wakati wanaingia kwenye maandamano ni mambo ambayo hayatoshuhudiwa chini ya utawala wake. Lakini unaona sasa hivi baada ya kuchukua uongozi mambo ni tofauti, kwa sababu kama kuna Wakenya ambao wameumia zaidi ni vijana wa Gen Z ama kizazi cha Gen Z, ndio kimepitia wakati mgumu, wakati kinajaribu kuingia kwenye maandamano kudai haki kwa wenzao, kudai serikali iweze kuongoza vile ambavyo inafaa, kudai accountability, kudai uongozi mzuri. Mara mingi tumekuwa tukijionea vile ambavyo wanapigwa risasi, wanauawa, wengine wanajeruhiwa kutokana na ile nguvu ambayo maafisa wa polisi wamekuwa wakitumia zaidi kukabiliana na waandamanaji wa amani. Na kwa mimi hapo watazamaji, lakini msiende mbali kwa sababu nitakuwa nije vipunde na habari zaidi za kuwafahamisha. Kabla sijatamatisha, na kukumbusha tena mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia mweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msiende mbali watazamaji, nitakuwa nije vipunde na habari zaidi za kuwafahamisha.